Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fiziwani. Habari ya asubuhi mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, na tumai umri wa afya na kukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu toka sehemu mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo na habari zingine kaza wa kaza. Mimi ni Safari Almasi, nitasaidiwa upande wa pili na Merci Mbele China kuandika uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu. Msikilizaji, kabla kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu wa habari, unakuwa unapata fursa kuweza kupata habari muhimu ambazo leo asubuhi zaletwa kwenu na Isaac Muluchashibe. Karibu Isaac. Asante sana mwenzangu Safari Alimasi Dilwe. Kwenye usomaji wa habari muhimu leo hii tunaanzia katika mji wa Baraka ambako kutoa pesa 1000 kwa ajili ya kusaidia wazalendo wanaotuendea usalama ni lengo mojawapo ya kikao kilichokusanyisha wachuuzi mbalimbali wa soko la Jetem mjini Baraka wiki iliyopita. Uko Uvira, vuguvugu la machozi ya raia mjini Uvira limefanya shughuli za kuorodhesha kesi za mauaji, jumbe za kuchochea chuki na mengineyo kwa muda wa wiki nzima ambayo ni wiki iliyopita. Kesi 5 ndizo zimerekodiwa, zimesema hivyo duru zetu. Mwenzangu Safari Alimasi, ni hadi hapo na kanukta kuna usomaji wa habari muhimu. Ni kushukuru Zak. Tuanze uchambuzi wetu wa habari na mji wa Baraka. Sheria ya nchi ya DRC inasema kwamba watu wote wako sawa ikiwa mwanamke au mwanaume. Ndivyo amehakikisha mwanasheria Abdalla katika kikao kilichoendeshwa na wakina mama wa shirika la Fofelfi ndani ya chumba cha mikutano Mamad wiki iliyopita. Katika mahojiano na redio yako, mwanasheria huyo ameonyesha namna katiba ya nchi inasema kuhusiana na kuheshimiwa kwa haki ya mwanamke, huku akihamasisha wakina mama na mabinti kujihusisha katika masuala ya elimu ili wachangie kwenye kazi mbalimbali nchini DRC kama alivyoeleza. Mwandishi, kutana na sheria ya Kongo inasema kwanza watu wote mbele ya sheria tuko sawa sawa, uwe mwanamke wala uko mwanaume. Ndio tunaita katika lugha ya Kifaransa les droits humains. Tukisema droits humains tunasema droits za wanaume na wanawake bila discrimination yoyote. Hiyo ni hatua ya kwanza. Na pia sheria hiyo yenyewe kama katiba yetu ya Kongo katika kipengele cha 14 kinasema kama discrimination zote wala ubaguzi wote haupaswi kuwa katika sheria za mwanamke. Na plus de cela kuna sheria pia ya 2015 ni loi sur la parité, inasema ke wanawake nao wanapaswa kuacceder ma poste de responsabilité mkazi za serikali sawa sawa na wanaume. Pia kuna sheria ya 2006 ina lutter contre les violences, na ma violence ziko ma forme za mingi sana. Hiyo sheria ilikuja ku renforcer davantage droit za wanawake, sababu kama mnakumbuka wanawake droit zao zilikuwa beaucoup bafoué, sababu walikuwa wanatupilia kama mwanamke sio kama mtu kama watu wengine. Lakini hizo sheria 3 na pia sheria zingine za niveau international pia zina protéger mwanamke na kumpatia valeur moya na mwanaume. En plus de cela nikutaka kusema kama ili mwanamke acceder ma poste de responsabilité kwa masharti, na parmi hizo masharti inalomba awe mtu mwenye alisoma, akuwa alienda shuleni, sababu inaweza kafikia leo mwanamke akuwe maire de la ville. Ni kama mfano hapa kwetu jijini Baraka, maire de la ville ni mwanamke, na kama hiyo kuna hiyo poste kwa sasa sababu alisoma. Hata poste zingine tukiona hata kwenye nchi yetu ya Kongo, ministre wa kwanza wa nchi yetu ni mwanamke, na kama leo iko pale sababu alisoma. Na jamani, niliinsiste sana mu expose yangu, masomo ni kitu kia muhimu sana, na tulialika pia wamama wajikaze kubeba watoto wetu wanawake kwa masomo. Na masomo yenyewe après diplome d'etat kubeba kwa university ni kitu kia muhimu sana, sababu sisi wote tunaweza kutumika kadiri gisi wanaume watatumika na kadiri gisi wanawake pia wanaweza wakatumika.
Daima katika mji wa Baraka, kutoa pesa 1000 kwa ajili ya kusaidia wazalendo wanaolinda usalama ni lengo mojawapo ya kikao kilichokusanyisha wachuuzi mbalimbali wa soko ya JTM mjini Baraka wiki iliyopita. Wakiwa kwenye mahojiano na Radio Kivu, Maua Masoka Lin, mmoja baadhi ya viongozi wa wachuuzi wa soko ya JTM, ametoa sababu za wao kuandaa kikao hicho. Niliita wachuuzi mbalimbali kuparticipate reunion ya siku ya leo. Nilibaita leo kuhusu mchango wa wazalendo. Wako wanatoa pesa kuhusu jeshi yetu yenye iko na kusaidia mu mapambano ya hii vita. Taji la wachuuzi bako banatusikiliza kama ile mchango yabo. Inakutanana tuko na kilio, inakutanana na journée dimanche kwa kukongoa pesa kwa juu ya usafi wa soko. Bikikutanana na ile hapo lekenze nafika wanatuvumilia, anapikisha hata le 17 hata le 18 tunapapatia ile mzigo yao. Wazalendo tuko tunabakongolea ni 1000 francs kwa ajili ya kuwasaidia msaada wa unga, sabuni, chumvi, kadhalika. Upande mwingine ameonyesha hali ya soko ilivyo kwa sasa tofauti na hapo awali. Mimi naona hakuna usumbufu yoyote ile. Naona soko iko mzuri sana. Tunaona jeshi yetu na tuchunga tu mzuri sana. Kenye kilikuwa kinatusumbua marché JTM zile bunduki za mingi sana, lakini tunaona zile bunduki za mingi mtu mwenye anadhibiti vile ya Baraka, tunaona vraiment ule papa anatusaidia sana. Tunaweza hitaji ile mabunduki sana zile silaha. Ikifika ile masaa 12 zile silaha kweli kisi zinapunguka sana kutambatamba huko marché JTM na zizidi tu vile. Zizidi vile. Tunaona ile sumbufu ya masase kila saa, tunaona tunapumzika kabisa. Na wakati masasi yanapiga palikuwa usumbufu gani katika? Kulikuwa usumbufu ya kupoteza. Wakati wanapiga masasi tulikuwa tunapoteza sana. Lakini tunaona malalamiko yetu kabisa vile ya Baraka kabisa, tunaona amani kuhusu mabunduki ile mamilio tunaona kabisa mvile ya Baraka inapunguka. Tupambane kwa kusaidia jeshi letu kuhusu chakula. Hivi sasa tujielekeze huko katika mji jirani wa Uvira. Vuguvugu la machozi ya raia mjini Uvira limefanya shughuli za kuorozesha kesi za mauaji, ujumbe za kuchochea chuki na mengine kwa muda wa wiki nzima ambao ni wiki iliyopita. Kesi 5 ndizo zimerekodiwa, zimesema duru zetu. Kwake mwanasheria Chako Changbon Ane aliambatana na vuguvugu hilo la machozi ya raia, ametoa hapa maelezo juu ya malengo ya wao kuendesha shughuli hizo. Kwa hii wiki tumekonstate vitu mbili. Tumekonstate mauaji ya vijana 5 muvile ya Uvira na mteritwari ya Uvira. Kuanzia vijana wenye waliuawa mkartie Kisongo na wale wenye waliuawa jana mteritwari ya Uvira, palikuwa umoja motari wa mkartie Rugenge na agent wa Tele Mobile wa Luvungi. Au total tukakamata vijana 5 ndio wenye walikufa kupitia masasi. Ya pili, tumekonstate kwamba katika ville na mteritwari ya Uvira a travers ma réseaux sociaux biko monte ya message ya haine. Makabila, watu wanachafuana selo makabila, watu wanachafuana selo ma intérêt politique, watu wanachafuana selo ma position politique ambazo kabila tofauti ama watu wa kabila tofauti wako nazo. Ya tatu ambao tumeshuhudia mwa hii wiki ambayo imeisha ni kwamba maji ya milake Tanganyika imepanda sana zaidi ya sana mpaka imeongeza hesabu ya wasinistre tena katika vile na territoire ya Uvira. Objectif mtangazaji ni kufanya etat des lieux ya usalama ndani ya vile territoire ya Uvira, pia kupropose mapiste ya solution kwa wadesideri. Ndio maana kesho tuko na mpango wa kuona wakuu mbalimbali mkiwemo meya wa jiji, administrateur adjoint assistant mwiko nafanya interim administrateur katika territoire ya Uvira, mkiwemo wakamanda wa la polisi, lakini pia mkiwemo commissaire provincial la polisi mwenye iko hapa kwenye makao makuu ya province. Ya kabambi ni kuwa kupropose pia maaction fulani ambazo kila mtu anaweza kufanya. Akuwe wazalendo, akuwe FARDC, lakini pia na raia. Namna gani tujichunge mwa hii wakati, namna gani tuishi na monte ya mai, namna gani tupunguze maneno ya chuki ama ya ukabila katikati yetu. Hiyo ndio ilikuwa
demarche au objectif kabambi ambayo tumejiasinye. Upande mwingine ameongeza kuwa hali ya usalama sio nzuri katika njia mbalimbali, kwani hata ongezeko la maji ni ukosefu wa usalama pia. Mtangazaji, hakuna security normal, haikuwaki mteuri general la security, haikuwaki patikuwa ataka moja ya mauaji hapo, wanasema insecurity na kuwa ya kabambi. Ndio maana tumesema kwamba insecurity ni kubwa kwa hizi siku. Ukila ya makaa ambayo tumezisema, watu hawana amani, hawatembei, mauaji ni mengi, woga huko katikati ya watu. Ukielewa kwamba hali haijakuwa nzuri, watu kushirikiana moja wa kabila fulani, kitu ambacho kama vile wa defenseur de l'homme hatuoni vizuri. Tukue na mapito solution a moyen terme kwa wakati mdogo, a long terme kwa wakati mkubwa, a court terme kwa wakati ambao utakuwa wa kawaida. Kwa saa hizi wakati tuko na usalama mdogo wa matasi, usalama mdogo wa maji, tuishi namna gani? Ndio maana tumetembelea wenzetu wa shirika jita la kiraia ya environmental, tukawaonesha jinsi hali iko, na kuna activite kubwa ambayo tumewaambia wao waifanye, sababu wana ujuzi mkubwa ambao na gouvernement provincial. Mtangazaji, watu wengi wako impacted na zana tabia vile ya Baraka na Fizi haiko epargne. Maji yameongezeka kuwa mengi sana, mpaka na project moja ambazo zinakuwa siko kama vile itakuwa zitasimamishwa, kama barabara kujenga frontier hadi kwenye rompo ya Kavimvira. Maji ni mengi sana. Hivi sasa nampisha mwenzangu Omar Makelele Ozil kwa habari za michezo. Karibu Omar. Na barabara kabisa mwenzangu Safari Limasidilwe. Leo asubuhi katika habari za michezo, tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba hiyo jana siku ya pili kuliweza kupigwa mechi ya kirafiki katika uwanja wa Lumumba, ambako walimu wa Complexe Scolaire Kaboka walikuwa kipambana vikali dhidi ya walimu wa Erestan, lakini ushindi ulikuwa ni upande wa walimu wa Complexe Scolaire Kaboka ambao waliweza kuwatepetesha walimu wa Erestan mabao 3-2. Kutokana na ushindi huo, kiongozi wa Complexe Scolaire Kaboka Bwana Mlendela Wilonja Delvi ameonesha furaha yake hapa, huku akiomba shule zingine kuweza kuwaandikia kama wako tayari. Mlendela Wilonja Delvi azungumuza yafuatayo. Kweli furaha ipo nyingi. Tulikuwa na mechi ilikuwa kati ya Complexe Scolaire Kaboka na Réseau Scolaire Tata Nyongolo ni Erestan, na furaha iko nyingi kwa sababu tulifikia kufunga mabao 3-2 kabisa. Kweli kucheza mechi inakuwa inafanya maekole zikuwe pamoja, yani tufikie kujuana, na unajua michezo nyingi na kuaka kuonyesha upendo, kuvumiliana vile, na hilo ilitufanya kabisa tufikie kabisa kuitana ili tufikie kucheza kabisa mchezo kama huu. Ni walimu ndio waliocheza, yani walimu wa masomo ya Kaboka na walimu wa Tata Nyongolo. Labda tuseme njoo mwanzo sasa, kwa sababu hata viongozi wa Erestan walimu hawakufurahiwa kwa sababu walipigiwa na wakasema retour sasa ndio match. Kwa hiyo tunafikiria labda wakati mwingine tutawaita mechi nyingine, au labda wao watatuita ili tufikie tena kucheza, na labda hata wengine pia wanaweza kutuita, au kama sisi tunavyoweza kuwaita ili tufikie kucheza mechi kama hii. Tubaki tu katika mji wa Baraka, ni kwamba kuliweza kupigwa na mtanange wa michuano ya ligi ya nyumbani mashindano lokali kwa vijana wasiozidisha umri wa miaka 17 kule katika maeneo ya Mondiga ndani ya uwanja wa Oni, ambako vijana wa FC Momaspor waliweza kuwatambia timu ya Deep Pouvoir bao 1-0. Lakini leo majira saa 8 kamili vijana wa Tujen watapepetana vikali zidi ya Mwatembora, huko majira saa 10 timu ya DamDG wataweza kukipiga vikali zidi ya FC Fimbo. Matokeo ya mechi hizi ungana na Radio Kivu katika uchambuzi wake wa habari za hapo jioni. Na tujelekeze sasa huko katika bara la Ulaya. Ni kwamba klabu ya FC Barcelona yapo katika nchi ya Hispania imeaga mashindano ya ligi ya mabingwa Ulaya mwaka huu, hivyo nikisha kutandikwa mabao 4-3 na vijana wa Inter Milani katika uwanja wa Giuseppe Meazza kule katika nchi ya Italia. Mechi ambayo iliweza kupigwa usiku wa kucha leo. Mabao ya Inter Milani yalipachikwa na mchezaji Lautaro Martinez kunako dakika ya 21 mchezo kipindi cha kwanza, huku mchezaji Kalanoglu akaja kupachika bao la pili kunako dakika ya 45 kupitia mkwaju wa penalti. Lakini vijana wa FC Barcelona hawakuweza kukata moyo. Kunako dakika ya 54 ya mchezo, Eric Garcia akaja kupachika bao la kwanza upande wa FC Barcelona. Dani Olmo kunako dakika ya 60 akapachika
bao la pili. Rafinha akapachika bao la tatu kunako dakika ya 87 ya mchezo kipindi cha pili, kabla ya mchezaji Acerbi kuja kugomboa bao kunako dakika za nyongeza ya kipindi cha pili. Lakini mechi litamatika dakika 90 kwa sare ya 3-3, lakini kunako dakika za ziada za prolongation vijana wa Inter Milani wakaja kupata bao kupitia mchezaji David Fratesi. Barcelona imesema bye bye kunako michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya mwaka huu. Lakini usiku wa leo, msikilizaji, kutapigwa mtanange mwingine wa kuweza kuhakikishia ni nani ambaye ataweza kukuta Inter Milani kunako finali. Mtanange huo ni katika uwanja wa Parc des Princes pale Ufaransa, ambako Paris Saint-Germain utaweza kuwakaribisha vijana wa Arsenal the Gunners ya pale katika nchi ya Uingereza. Mechi ya awali Paris Saint-Germain waliweza kupata ushindi wa bao 1-0 kule katika nchi ya Uingereza. Naweka nukta kunako habari za michezo. Safari Alimasidilwe. Ni kushukuru mwenzangu Omar Makelelo Zil kwa usomaji wa habari zako za michezo. Ni majonzi kwa mashabiki wa FC Barcelona kwa kuweza kupoteza mtanange wa jana licha ya jitihada ambazo waliweza kuzifanya. Endapo msikilizaji unakuja kujiunga nasi, nikumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu kwa masafa 93.0 FM, na huu ni muda wa uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ndio rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tujielekeze huko Goma katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambako Lidera wa kijamii wa ukanda wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini Memu Kandambusa ameomba kwa serikali na mashirika ya kiutu kuendelea na misaada wa anga vita waliokimbia toka Goma, Ruchuru na sehemu zingine, kwani hakuna msaada wote ambao wamekwisha kupata. Katika mazungumzo nasi toka mkoa huu wa Kivu ya Kaskazini, Memu Kandambusa amesema kuwa ni miezi mitatu sasa tangu wakimbizi hao wa ndani kukimbia maeneo ya asili na kuparikana kwenye kambi ambazo wanaparikana kwa sasa licha msaada wote kutoka serikalini. Memu Kandambusa anaeleza fuatao kwenye maiki ya Radio Kivu. Imekuwa sasa miezi mitatu tangu mji wa Goma uliweza kuanguka kwenye mikono ya waasi wanamgambo wa M23 wakisindikizwa na jeshi ya Rwanda. Ni kusema zaidi ya wakimbizi walitoka Goma na kwenda kwenye maprovince kama vile Nord Kivu, Grand Nord, na wale wakimbizi tangu miezi tatu hakuna mtu ambaye ameweza kuwapokea. Wengi wao wamepokelewa kwenye mafamilia dake na wanaishi ndani ya maisha ya nayo wasumbua. Na miongoni mwa wale wakimbizi wa vita waliotoka Goma, Ruchuru na nafasi zingine, kunakuwa hata wa chef coutumier, kunakuwa wakubwa viongozi fulani na kunakuwa vile vile watu wa kila aina. Na tangu hiyo miezi tatu hawajawahi kuwa enregistre kujua hali yao, na vile vile hakuna mtu ambaye anasumbuka kwa sababu ya wale wakimbizi ambao wanahitaji msaada irjama. Na ngambo ingine tunajulisha kama Goma ndani ya maupango ya MONUSCO kuna wapasha habari na vile vile watetezi wa haki za binadamu ambao waliweza kukimbia huko, na imekuwa sasa miezi tatu na wanaishi huko ndani ya makondisio zenye haziko za mzuri. Ni kusema hawana liberte, hawawezi kutembea, na ndiyo maana tulikuwa tunaomba community international na wengine wakuu kwa kila mtu kwa ngazi yake waweze kuona gisi ya kuevakiwe watetezi wa binadamu na wa journaliste wanaokuwa ndani ya upango za MONUSCO pagoma mahali walipokimbilia, kwa sababu hali ambao wanaishi sio mzuri huko, hawaishi ndani ya uhuru. Na tunanungunika kuona jeshi ya SADC ambao wameweza kutoka Goma wakirudi kwao kuacha watu wa Goma ndani ya shida kabisa. Wao wenyewe waliona gisi Goma ilianguka, wamekuwa washuhuda gisi vitendo za ugaidi zinapitika Goma. Wakifika huko kwao waende waeleze nini wameacha Goma, na watu wa Goma ni watu ambao wanahitaji wokovu ya haraka iwezekanavyo. Katika mkoa wa Tanganyika huko Mubari kwamba kamisheni maalum ya wabunge wa jimbo la Tanganyika walioteuliwa kwa ajili ya misheni ya uchunguzi kuhusu mipangilio ya uvuvi wamewasili tangu Jumapili pamoja, huku wakipokelewa na administrator wa tarafa hilo kabla kuandaa kikao na kitengo husika na uvuvi na ufugaji pamoja na kamati ya wavuvi. Undani wa taarifa hii na Isidor Kashulu kutoka Muba.
Ujumbe mmoja wa mbunge wa mkoa wa Tanganyika na mimba kamishna maalum wa baraza la mkoa wa Tanganyika wanazuru tangu siku ya Jumapili 4 mwaka 2025 tarafa ya Moba. Wakati wa kufanyisha mbele ya dukata tarafa ya Moba siku ya Jumatatu 5 unafanyisha kama wamechaguliwa kwa ajili ya kufanya ziara ya uchunguzi wa bunge juu ya kanuni ya kivuvi za Tanganyika. Mbunge wa mkoa wa Kabunda Frederick amejieleza umuhimu wa ziara yetu. Kwanza tuko mkipindi cha control parlementaire, na hicho kipindi kinatupatia fursa sisi commission iliyoundwa iko special kutembelea ziwa kuangalia kama reglementation iko respecte upande wa ziwa Tanganyika na wa ndugu zetu wavuvi. Ni ile ambayo imetosha Kabimba, tunaenda tunatembea mwambao kwa mwambao huku tukiwaelimisha kujua kivuvi bora ni kia wapi na kivuvi kisiokuwa bora ni kia wapi, na kile kisiokuwa bora kukiacha, maana mipango ya serikali siku zijazo itakuwa kali na wasije kulaumu watu. Tuwajulishe kusema serikali atakuwa na mipango ambayo ataishika nyuma ya yetu kupita na kuwasensibilize, na ile sasa itakuja kuwa ni shida kwa kumbe wale walioko katika kitengo cha kivuvi kibaya waache waingie kwenye kivuvi kizuri, ili tulinde ziwa yetu, tulinde samaki yetu, isaidie ku mageneration yenkuja ya watoto wetu. Katika semako kwa Fatuma Victoria dukara tarafa ya Moba amesema mara ya kwanza mu control parlementaire yao wanakumbuka kuja kupita kando ya ziwa Tanganyika na kuangalia mambo ya mazone de frayeur na mambo ya nafasi ile ambapo samaki napasha kufanya mayai kwa kuendelesha na kivuvi kizuri, kivuvi chenye kuchunga samaki. Na kwa hiyo tunafurahi sana kuwaona na tunapongeza kitendo hicho, sababu hapa tunaweza kukumbusha kama kuna kivuvi haramu ambazo tunaitwa filema ya yenyewe hapa karibu tulishafanya nguvu yote hawana. Na kule ni mbali ya kutosha, kuna watu ambao wale wanaendelea na kile kitu. Na ile mizozo yao mara inaletaka mivurugo ya kufika tunafikia kwa hivi tuko tunaona hapa sasa. Saa moja kunakuwa watu wanatokea na vitu vikali mito ya kuleta uoga kwa. Na ndio maana tunapongeza kitendo hicho na kuomba upande wa population yetu ya Moba mpaka kando ya ziwa Tanganyika wapokea vizuri na kuwafasilia magumu yote wanayo sambamba na kivuvi. Baada ya kujifanyisha mbele ya dukara tarafa ya Moba, ujumbe huo unakutana kwa ajili ya kazi husika na idara ya kivuvi na kifugo na kamati yote ya wavuvi wa Tanganyika. Siku ya Jumanne Mei 6 ujumbe huo utakutana na idara ya mazingira kabla kujelekeza Muliro huko ambako unaelekea kwa station kubwa ya kivuvi haramu tarafa ya Moba. Ikiripoti kutoka Moba, Isidore Kashulo, Radio Kivu. Asante Isidore Kashulo kwa ripoti yako. Msikilizaji, tukamilisha uchambuzi wetu wa habari na huko Burundi. Mwenyekiti mpya wa tume huru ya haki za kibinadamu CNDH nchini Burundi, Askofu Martin Blaise Nyabo, ameahidi kuheshimu katiba ya nchi na kufanya kazi kwa ajili ya watu wasio na sehemu ya kutolea malalamiko yao. Mengi zaidi na Bukuru Elias Daniel kutoka Burundi. Baada ya kuchaguliwa na kuidhinishwa na bunge la Burundi, mwenyekiti mpya wa tume huru ya haki za binadamu CNDH, Askofu Martin Blaise Nyabo, ameahidi kuheshimu katiba ya nchi na kufanya kazi kwa ajili ya wananchi hasa wasio na sehemu ya kusemea. Akarusho nozana muri CNDH kambere nuko twokubahiriza ibwirizwa shingiro bivuga yuko twashize imbere Imana. Kuba rero inama nshinga mateka itanguye gushiramwo abamenyesha Imana mu makomisiyo. Kitu kipya nitakachokileta katika tume ya CNDH ni kuheshimu katiba ya nchi ambayo inasema kuwa Mungu mbele kwanza na bunge kwanza, kuamini watumishi wa Mungu ni katika kutekeleza katiba ya nchi iliyoidhinishwa mwaka wa 2018. Mabadiliko nitakayoyaleta ni kuombea kwanza makamishina wanaounda CNDH ili waweze kubadilika, wapende kazi, wafanye kazi masaa 8 kwa mujibu wa sheria, lakini pia kitu kingine waache kuhujumu uchumi. Kitu ambacho nishafanya mimi ni kuwa katika mkutano wa Addis Ababa tukiwa na Adam Dieng anayehusika na kupambana na mauaji ya kimbari, alituaminisha kuwa Burundi kuna mauaji ya kimbari ambayo yako yanaandaliwa. Mimi ndiye niliyesimama mwaka wa 2017 na kumkatalia kitu hicho alichokuwa anazungumza.
Kwa hiyo kupigania haki za binadamu nilianza zamani, na mwaka wa 2010 niliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi mkoani Makamba, na mwaka wa 2015 nikawa mwenyekiti, na wakati huo tulikuwa kwenye wakati mgumu. Katika majukumu haya ya Sendihashi, zaidi ni kuwasemea wasiojiweza na wasiokuwa na sehemu ya kusemea, na hakuna sehemu nyingine ila sisi. Na isitoshe, watumishi wa Mungu tutakuwa katika tume hii. Nkibaza yuko muri ibi bikorwa vya CNDH tuzorushaho kuvugira abatishoboye, abatagira aho bavugira, kuko nta handi boziga uwo bavugira gusumvya twebwe na burya abamenyesha amana tuba twinjiye muri iyi komisiyo. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu, hadi hapo ndio tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa wale ambao nitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari asubuhi leo. Vile vile nashukuru jopo zima la waandishi wa habari wa Radio Kivu waliokamilisha kuandaa uchambuzi huu. Namshukuru bani wangu Merci Mbelejipamal, na aliyekuletea taarifa ya habari si mwingine alikuwa ni mimi Safari Almas, na kuaga nikisema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.